Nawakaribisha wote katika neno lake Bwana la siku ya leo, kama vile Mungu ametuandalia, kwa sababu najua kwamba Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yako na hata juu ya maisha yangu. Kwako mimi nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana, nampenda kwa sababu ya matendo yake mema na makuu. Leo mpendwa msikilizaji, nataka tujifunze neno kuhusu kujua uweza na nguvu siko katika Kristo Yesu. Uweza na nguvu siko katika Kristo Yesu, kwa sababu mambo inayotesa mimi na wewe ni kwa sababu hatujajua uweza na nguvu siko katika Kristo Yesu. Lakini tukijua uweza na nguvu ziko katika Kristo Yesu, tunaweza kuwa watu wazuri, tunaweza kuendelea vyema, na Mungu anaweza kutusaidia kukaa katika wema wake. Hebu tusome na wewe neno katika kitabu cha Mathayo 14 mstari kuanzia 25 na tutasoma mpaka 27, na utasikia yale maneno iko mahali pale. Biblia inasema hivi kuanzia mstari wa 25: hata wakati wa zamu ya 4 usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kiburi. Wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Mstari wa 28: Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kupitia juu ya maji. Akasema njoo. Petro akachuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu Kristo. Hiyo ndio neno ambalo Mkristo mpendwa nataka tujifunze siku ya leo na wewe, habari ya kujua nguvu na uweza siko katika Kristo Yesu. Biblia inasema kwamba Petro alikuwa ako katika shehena na Yesu walikuwa wakiangalia hapo mbele. Biblia inasema walitaabika kwa sababu upepo ulikuwa mwingi baharini na kulikuwa ni usiku. Na Yesu alipoona wanatezeka akawaendea akipitia juu ya maji. Na Biblia inasema kwamba walipomuona walifikiria ni kivuli. Kivuli yani ni kumaanisha walifikiria ni shetani. Maana watu wengi mara nyingine wanapoona mambo kwanza wanaharakisha kuona shetani badala ya kuona Mungu. Hivyo hata nao waliona shetani. Kuna mambo hata inaweza tegwa na Mungu yako na ni mabaya, lakini wewe uone shetani kwa sababu kuna mambo imetendeka ambayo haukutarajia iwe vile imekuwa. Kwa hivyo badala ya kuona Mungu utaona kwanza ni shetani, na ikawa ni Mungu ameharibu hiyo mambo, kwa maana kuna mambo mengine Mungu anataka kuyatenda yaliyo mazuri kuliko haya. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo akaenda akiwa juu ya maji. Na Petro alipomuona akamwambia, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kupitia juu ya maji. Nataka kuleta hili neno nije nikupitia juu ya maji. Hebu angalia mpendwa Mkristo, Petro alitambua uweza una Yesu peke yake. Na hii neno alitumia hivi, ikiwa ni wewe, niamuru nipitie juu ya maji. Ikiwa ni wewe Yesu Mkristo, ikiwa ni wewe Yesu, niamuru nipite juu ya maji. Mpendwa Mkristo, mara kwa mara Yesu Petro alijua ya kwamba kama ni Yesu ana uwezo wa kumwamuru apitie juu ya maji, lakini hakuna mwingine yoyote aliye na uwezo wa kumwamuru apite juu ya maji. Na hivyo shida tunaona na kwamba kwa sababu sisi wenyewe tunamwamini Yesu, lakini hatujaamini uwezo ulio ndani yake. Petro alijua na kwamba Yesu ana uwezo wa kuamuru maji yakawa kama barabara na akakanyaga juu. Na ujue la kwamba uelewe kabisa, Biblia hakuna mahali pengine inaonyesha la kwamba mtu alipita juu ya maji. Ya kwamba Petro alikuwa amesikia hadithi za kina Musa la kwamba walipita juu ya maji, hajawahi kusikia jambo kama hili. Lakini yeye mwenyewe akaamini na moyo wake ya kwamba kama wewe ndio Yesu, ninajua una uweza wa kuniamuru nipitie juu ya maji. Niamuru nipite juu ya maji.
Mkristo mpendwa, na wewe siku ya leo ukijua uweza na nguvu ziko katika Bwana, hautateseka. Maana utaambia Yesu, niamuru nipite juu ya hii majaribu, niamuru nipite juu ya hii magonjwa ambayo yananisumbua, na utapita juu yake. Bwana apewe sifa. Watu wengi wanakosa kuamini kwamba Yesu ana uwezo ule wa ile jambo, na hivyo wanaanza kulegea. Na sio watu wengi, hata Kenya yetu tumeona kwamba watu wengi wameamini, hawajaamini uweza uko katika Kristo Yesu. Tungelitambua mwanzo uweza uko katika Kristo Yesu, hatungelifunga makanisa. Why? Tungelijua Yesu atawaponya, hata kama wako na hiyo ugonjwa, watakuja na watapona hizo makorona zao. Kwa nini? Kwa sababu uweza na nguvu ziko katika Yesu. Uweza na nguvu ziko katika teknolojia. Uweza na nguvu ziko katika hali zote, uko katika Yesu. Bwana apewe sifa. Na ni vyema tuamini, wapendwa wa Kristo wa Kenya wenzangu na wale wote mnaonisikiliza, lazima tuamini kwamba kuna uweza katika Yesu. Tuache kufanya Yesu hana uweza. Hii ndio imeleta shida itutokee. Na ndiposa kwa sababu tuliona yeye Mungu hawezi kutuponya, ndio mnaona magonjwa inaendelea kuongezeka na maafa inaendelea kuongezeka, kwa sababu hatukuamini kuna uweza katika Yesu. Lakini siku ya leo tukiamini kuna uweza katika Yesu, na tuamini kwamba Mungu atatenda, na tuseme na kwamba kuanzia leo tunarudi makanisani na Yesu wetu atatusikia na atatenda. My dear brother and sister, Mungu anaweza tena. Mungu anaweza tena makubwa. Lakini kitu kiko, tuliambiwa twende manyumbani, ati tuabudu nyumbani. Hakuna nyumbani, hakuna maabudu. Hiyo ni uongo na kweli. Nyumbani ina spirit ya chakula. Ukienda kwa nyumba kitu unajua ni chakula. Cha pili unachojua ni kupumzika. Sio kwamba ni kelele kuomba. Amen. Bwana apewe sifa. Nyumbani hatuombaji, nyumbani kushukuru, tunashukuru. Kwa sababu nyumba ina spirit inaitwa nyumba, na hiyo spirit inaitwa nyumba ina mambo yake inafanyiwa. Nyumba kawaida yake ina mambo ile inafanyiwa. Nyumba ni ya kuogea, nyumba ni ya kuvalia nguo, nyumba ni ya kulala, nyumba ni ya kukula. Na hiyo ndio inakuwa imejengwa kwa sababu ya hiyo mambo. Ni kweli ama si kweli? Lakini nyumba ya Mungu haijengwa kwa sababu ya watu wakalale pale, haijengwa kwa sababu ya watu wakakule pale. Inajengwa ili watu wa Mungu wakutanike pale, wamulilie Mungu, naye Mungu akiwa mbinguni asikie. Kanisa la Bwana siku ya leo, watu wa Mungu na unisikiliza, hebu turudishe imani. Hata kama ni mtu mkubwa mvunani hapo serikalini, utakaposikia ujumbe, hebu turudishie Mungu tukufu wake, tumuonyeshe kuna nguvu katika kuamini Yesu. Tusione kwamba kuna nguvu. Zote unaweza atashindwa. Kanisani tunaendelea kufanya nini? Ikiwa magonjwa ikija tutavuga kanisa ati tutoroke. Tunaendelea kanisani kufanya nini? Lakini kanisa tunaendelea kumwabudu Mungu, tunaendelea kuita Mungu. Hatuendelei kwa sababu ati magonjwa itakuja tuyatoroke. Tunatorokeaga kwa Mungu wakati wa dhiki na matatizo na mikasa. Inafaa tutokee nyumbani mwa Mungu. Wa Kristo, wewe unayenisikiliza, ningetaka siku ya leo ujue kuna nguvu katika Bwana, na ujue kuna uweza mkuu katika kuamini Yesu. Lakini pia kuamini Yesu yote ni bure, na hata tukikaa tukidanganyana na kuelezana, tutatumia ujuzi na teknolojia zote, lakini tutaendelea kufa kwa sababu hatujaamini kuna uweza katika Kristo Yesu. And that is why hakuna repentance inafanyika nchi ya Kenya. Sasa hivi kama kungelikuwa makanisa imefunguliwa, inafaa watu wote waingie makanisani, wamama na wazee, walie na waomboleze mbele za Mungu, waambie tuondolee, na mfalme wetu aliye na omboleze, na Kenya yote iliye na iomboleze. Tukifunga Kenya nzima, badala ya kuweka lockdown na nini, tukifunga siku 3 peke yake, dry fasting, kuanzia president mpaka watu wote, tufunge nchi yetu, tuseme hakuna kula mtoto wala mtu mzima, 100% corona tutaisikia kama hadithi, kwa sababu kuna uweza katika Bwana, kuna nguvu katika Kristo. Amen. Lakini kwa sababu tunazidi kugairi, ndio nasi tunazidi kuteseka. Wakati na utajua kuna nguvu katika Bwana, msikilizaji, it doesn't matter uko katika level gani, uko katika hali gani ya kuvinyiririka, uko katika hali gani ya kutezeka, na kuambia utakapojua kuna uwezo katika Bwana, hautaona hiyo hali huko, utaona uwezo ulio katika Bwana, maisha itakayotendeka.
Lakini kwa sababu huoni vile uweza uweza wa Bwana, unaona kwamba maisha imevinyirika, unaona na kwamba ni kama umefika mwisho. Na watu wengi mara kwa mara usukumuza wanasema mimi naona nimefika mwisho. Kabisa umefika, kwa sababu umeona umefika, already ushafika. Lakini ona kwamba hujafika mwisho. Ona kuna matumaini katika Bwana. Hata kama watu wanaona umefika mwisho, hata kama watu wamesema hauendani, hata kama watu wamesema hauna ujuzi, hauna ujaja, wachana na wanadamu. Sema kuna uweza katika Yesu. Amen. Mwanadamu anaweza kukusema lolote lile. Hata wewe mawazo yako shetani anaweza kukuletea ubao, usome mawazo mabaya ya kwamba ni kama maisha yako yameharibika, lakini usiyasomee maisha yako yameharibika. Shetani anapoleta ubao maisha yako yameharibika, mpidulia ubao, mwambie maisha yangu iko salama, maana ninaweza katika Bwana. Na utakapofanya hayo utaona mabadiliko katika Yesu. Maana nilikwambia hivi, nakwambia jambo moja, shetani analeta ubao wa kukuonyesha vile maisha yako yaliyo mabaya. Anakuambia soma hapa uone, angalia watoto wako, angalia kazi yako, angalia afya yako, angalia nyumba yako, angalia nini. Anakuonyesha yale mambo mabaya yote ili useme na kweli ni kama sina matumaini. Lakini anapokusomesha yote, ndio mpindulio muonyeshe Biblia, mwambie kuna uweza katika Bwana. Amen. Na kama utamuonyesha kuna uweza katika Bwana, atajua kweli kuna uweza. Maana Yesu atatenda miujiza wakati utakapoamini kuna uweza katika Bwana. Amen. Petro alitambua neno la Mungu lina uweza juu ya maisha yake. Neno la Mungu lina uweza wa kuleta pitia juu ya maji. Neno la Bwana linaweza kuleta kafanikiwa na maisha yake isiweze sema. Na akawa ni hivyo alivyoamini, maisha yake ikabadilika kwa sababu ya kuamini kuna uweza katika Bwana. Akajikuta anapita juu ya maji. Sijui kama wewe umewahi kuexperience mtu mwingine ila Yesu na Petro kupitia juu ya maji. Hakuna. Lakini ni Yesu pekee yake na Petro. Na hiyo ndio ilileta Petro awe na kibali kikuu katika ufalme wake Yesu, mpaka Yesu akamwambia, ni wewe nitaachia hawa kondoo zangu, uichungae kwa sababu nimeona moyo wako ni kama wangu, imani yako inakaribiana na yangu. Amen. Wakati na mtu unapokuwa na imani, Mungu anakupenda. Wakati anapoona wewe ni mtoto wa kuamini kwamba kuna uweza katika neno lake, mnakuwa kama marafiki na Mungu. Na Mungu kila wakati atakapomuita atakusikia. Ukisoma nami katika Exodus 14 Kutoka 14 mstari wa 13, kuna maneno mazuri sana hapo inaongea kuhusu Musa. Anasema hivi, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaofanya leo, kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele na milele. Bwana atawapigania ninyi, nani mtanyamaza kimya. Angalia Musa, hii maneno Biblia inasema kwamba Musa anaona wa Misri wanawajia. Wana wa Israeli wanamwambia Musa, angalia wa Misri wanakuja kutuangamiza, wako tayari watumalize wakitukuta hapa, na sasa mbele yetu tumeona ni bahari. Maana walienda wamekimbia wakaona bahari ndio hiyo mbele yao. Wakashindwa watafanya nini, msikilizaji? Maana hii ni bahari. Walipoangalia nyuma wakaona hawa ni adui. Wako katikati ya adui, wako katikati ya bahari. Wote wakayeyuka mioyo na wakakosa buna, wakaona kifo kiko karibu nao. Mpendwa, usione kifo kiko karibu na wewe, hata kama una corona, hata kama una magonjwa gani. Usione kifo, ona kuna uweza katika Bwana. Misri Waisraeli wakaona hapa ni kifo na tuko tayari kufa sasa. Lakini hakuna kifo. Musa akasimama, nabii wa Bwana akasema, hawa mnawaona leo hamtawaona tena. Mungu atawapigania na hakuna lolote mnatakiwa kufanya. Mnyamaze kimya muone wokovu wa Bwana. Mkristo mpendwa, ni wewe unyamaze kimya, uamini kuna uweza katika Bwana. Hapo unaona uko katikati ya kaburi na katikati ya kuishi, usione hapo. Hata kama uko ICU, uone kwamba uko karibu kwenda, usione kwenda. Ona kuna uweza katika Bwana.
Na ukiona kuna uweza katika Bwana, na kuhakikishia mpendo wa Mkristo, utashukuru na siku moja utanikumbuka useme, hakika ule ujumbe nilisikia umeleta nipate uzima. Kwa sababu kuna uweza katika neno la Bwana. Lakini tukiweka neno la Bwana kuwa ni kitu tu za kusikia na kuona ni kama kawaida, that is why hata kanisa limedharauliwa, kwa sababu unaona kwamba watu wanaona kanisa ni kitu ya kawaida. Nyumba ya Bwana si kitu ya kawaida, madhabahu si kitu ya kawaida mpendwa. Kanisa la Bwana ni kitu za kuheshimiwa. Kanisa la Bwana ndio kuna uzima ndani yake. Adiposa nakwambia siku ya leo, kama wangelijua ndani ya nchi yetu, kama ingelijua kuna uweza katika Bwana. Kwa maana kama tungelijua kuna uweza katika Bwana, tungelisema makanisa sifunguliwe, nyumba zote za Mungu sifunguliwe, watu waende walilie Mungu wao ili atuondolee ile dhiki iko. Na tungelilia na Mungu angelituondolea, kwa sababu ana uwezo hata kama sisi hatuna uwezo. Ana ujuzi hata kama sisi hatuna ujuzi. Hatujui faida zilitoka wapi, hatujui kama ni kutengenezwa, hatujui kama ilimea kama nini, lakini kitu tunavyojua kuna uweza katika Bwana. Uwezo uko katika teknolojia zetu. Hata China walipokuwa na teknolojia hali ya juu, walishindwa ni hiyo virus kuitibu. Kwa hivyo uweza ule hata wao wanaamini ni uwezo unaotokana na Mungu sasa. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya president mmoja anaitwa Trump alisema, tutafungua makanini, nyumba ya maombi na tufungue mahoteli. Alianzia na nyumba ya maombi na akasema tuombe Amerika. Why? Alijua nyumba ya Mungu kama imefungwa, matatizo itaendelea kuonekana. Lakini nyumba ya Mungu kama imefunguliwa, matatizo itaisha nchi. Amen. Bwana apewe sifa. Na kuanzia hapo hakuna mtu anatangaza Amerika kunaendelea namna gani hatimaye. Kwa sababu gani? Watu walirudia Mungu, watu walienda wakaabudu Mungu, watu wakalilia Mungu, maisha ikaanza kubadilika. Bwana apewe sifa. Wakristo wake Bwana, sitaki kuongea huku nje kwa sababu sisi sio wa huku, sisi ni wa hapa. Lakini ile kitu nataka niseme kuna uweza katika Bwana. Na kama tunaweza jua kuna uweza katika Bwana, tunaweza furahia wapendwa. Hatutakuwa na hofu ya dhiki inayokuja usiku wala inayokuja mchana, kwa sababu tunajua aliye ndani yetu anaweza kuliko aliye nje. Biblia inasema na kwamba walipomjua Yesu Mungu hawakumtukuza kama Mungu katika Romans 1, bali walimchukua kwa uzushi wa fikira za mawazo yao wakapotea. Hebu nikwambie mpendwa, nawe usichukue Mungu juu. Usichukue Mungu tu kwa kusema Yesu ni Bwana. Angalia kuchukua Mungu katika imani. Uamini mbele zake Mungu na kwamba anaweza kutenda mambo makubwa. Anaweza kupasua njia mahali hakuna njia. Angalia msafiri anatumia neno. Anasema hivi, muangalie muone vile Mungu atakavyowatendea. Hata Musa hakujua kwamba ni bahari itapasuka. Hata Musa hakujua vile Mungu ataokoa watu. Lakini kuna neno alivyojua. Kuna uweza katika Bwana. Amen. Na ile neno alipolifutia kuna uweza katika Bwana. Mkristo mpendwa, Musa alijua kwamba Mungu anaweza kuwanyanyua wakapaa juu kama tai na Wamisri wawaondokee. Amen. Musa alijua Mungu ana uwezo kutenda kila hali. Anaweza pasua dunia na Wamisri waishie pale wasiwaangamize. Amen. Na wajua siku ya leo kuna uwezo wa Mungu akatenda jambo ambaye la kustaajabisha juu ya maisha yako. Alipoona vile Mungu alinena, alimwambia Musa, usinililie, inua mkono juu ya bahari, bahari pasuke. Amen. Bahari kapasuka mpendwa. Hakuna idea alikuwa nayo ndani yake Musa ya kwamba bahari itapasuka, ya kwamba tutapita juu ya bahari, lakini alijua kuna uweza katika Bwana. Na wewe siku ya leo nataka uone kuna uweza katika Bwana. Mimi sijui unapita hali gani, sijui magumu gani unakubana nayo, sijui biashara zako zinaendaje, sijui mambo yamekukalia namna gani magumu, sijui landlord alisemaje juu yako, lakini nataka ujue kuna uweza katika Bwana. Amen. Ndio ujue kwamba atatenda mambo mema. Hata kama mwili sijui umelala kulala usingizi, ni mwili kukuasha, ni mwili kukuuma, ni nini likuchubua, acha nikuambie kuna uweza katika Bwana, katika jina la Yesu. Usiangalie hiyo magonjwa, usione hiyo ni kitu.
ona uweza huko katika Bwana. Amen. Katika kitabu cha Yohana 11 Biblia inasema na kwamba ukiangalia pale inasema vizuri habari ya Lazaro, na hiyo ni story unajua na msikilizaji unaijua, ya kwamba Lazaro akafa na akawekwa kaburini siku 3. Biblia inasema alikuwa ameoza. Kwa sababu gani? Nchi ile kwanza ni nchi ya joto, ni jangwa. Na jangwa ni joto yake ni kwa kuanzia 38 kwenda juu. Kwa hivyo ujue na kwamba ile joto ikiwekewa mtu ambaye amekufa ni one day aoze. Lakini sasa sio siku moja, inasemekana alikaa siku 3. Naona mwili wote ulikuwa wadudu tupu. Nyama zake zilikuwa zimelishwa na wadudu. Zilikuwa zimeanguka, zikawa si kitu. Lakini Yesu alipofika pale, Yesu anajua kuna uweza katika neno lake. Amen. Yesu anajitambua neno lako lina uweza. Akauliza Biblia akaambia fugueni jiwe. Mali dada yake akamwambia ananuka, ana siku 3 kaburini, ananuka haina maana, wacha tukae. Akasema hapana, ondoa jiwe. Haleluya. Na jiwe lilipoondolewa alifanya magani Yesu? Kwa neno lake akasema Lazaro toka kaburini uje huko hivi. Biblia inasema akatoka akiwa amefungwa sana. Akasema mfungueni. Haleluya. Na alipofunguliwa mwili wake ukawa kama wa mtoto. Hakuonekana mahali palikuwa na shida. Why? Yesu alimrudishia ngozi yake mpya. Alimfalisha ngozi nyingine. Ikero ile ilikuwa imeoza, ikero ile ilikuwa imeliwa na wadudu. Yesu akamfalisha ngozi nyingine. Mkristo, sijui mimi uko namna gani, ninazungumza sijui nasungumza na mtu aina gani, lakini nataka nikuambie kuna uweza katika Bwana. Yale yote ambayo unayaona ni mazito, yale yote unayaona ni magumu, ni neno la Bwana inagojewa ili neno ya kwamba iambiwe kuna uweza katika Bwana. Amen. Na mimi nakwambia siku ya leo, hata kama mambo gani yalikuwa na ikaoza, hata kama ulioza ulikuwa ni shetani bila kutarajia, na ukawa sasa spiritually, ukawa katika ulimwengu wa kiroho, ukawa katika ulimwengu gani, nataka nikuambie yote yaliyokufa Yesu atayafufua. Yesu atayafufua. Hapana angalia uzito wa kufufuliwa, ona itafufuka. Kwa maana kuna uweza katika neno la Bwana. Kuna nguvu katika kuneno. Na kama tunaamini hilo neno, naamini kwamba lolote litafufuka. Mahali unataka kufika, sijui unataka kwenda baka wapi, sijui kulifungwa ukiwa na maono ya kwenda Ulaya, kulikuwa na maono gani, ulikuwa kutoka Ulaya uje Afrika, sijui. Lakini ujue na kwamba Biblia inasema walipofika pale baharini, akawakasema ngoja muone wokovu wa Bwana. Na bahari kapasuka. Ninaamini bahari itakupasukia. Mahali ambapo ulikuwa naona njia imesimama, njia zako zimesimama, mienendo yako imesimama, na kuaminia siku ya leo kwamba njia itafunguka tena. Na ukasema kabisa kuna nguvu katika neno. Siku ya leo mpendwa wa Kristo, ninapoenda kukamilisha ujumbe huu kwa wale mnaonisikiliza katika video, nataka nikwambie hivi, kuna uweza katika Bwana. Amen. Amen. Kwa hivyo uamini tu mbele za Bwana. Ninapoenda kuomba na wewe unayeniona katika hii video, acha nikuombee. Lakini ujue na kwamba ndio hii neno liwe na uweza, ni lazima uliamini. Na uamini Kristo kama Bwana ndani ya maisha yako. Na uamini kwamba alikufa na akafufuka ili wewe mwenyewe akufufue. Kwa hivyo siku ya leo muamini Yesu na utaona vile atakavyotenda. Na kama una haja na hayo yote, lazima umpokee Yesu kama dhabihu iliyo hai ndani ya maisha yako. Nami nitakuombea na Yesu atakutenda mema. Na ikiwa una hamu na mambo hayo, na unaweza omba hili nyuma yangu, excuse me, linaweza likakuokoa na linaweza likakuondoa katika hali ya dhiki na mauti. Naomba ninapoliomba ulirudie kwa moyo wako, kwa kimoyo, au useme tu kwa hadharani. Lakini kama uko na watu, iseme kwa moyo na kuamini, na Mungu atatenda mema. Kama unaona hiyo video ukiwa peke yako, basi liseme kwa sauti na Mungu atakutendea. Sema, Bwana Yesu mkuu, nihurumie. Nimejua siku ya leo kuna uweza
katika neno. Siku ya leo nimeondoa mashaka niliyokuwa nayo ndani ya moyo wangu na kuona kuna mambo haiwezekani, maana ni vile sikujua kuna uweza katika neno. Kristo nisamehe dhambi zangu zote za kutoamini, ili tangu siku ya leo uingie ndani ya moyo wangu, maana umesimama mlangoni ukibisha, nami nimekufungulia. Uingie ndani ya moyo wangu, unitawale Bwana, unifanye kama jinsi unataka niwe. Na kupokea leo, nawe shetani nimekuacha na nimekataa mambo yako. Kuanzia leo mimi ni wake Yesu, na ni Yesu nitafanyia kazi, na ni atanitawala fikira na roho yangu. Asante Yesu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu nimeokoka na nimeamini. Amen. Acha nikuombee ili kwamba kama wewe una magonjwa, kama wewe kuna janga uliokuwa unapitia, kama kuna bahari ambayo ulikuwa unataka ipasuke, kama kuna mfu ulikuwa unataka ifufuke, wacha sasa tuombe na wewe, na utaona Mungu akifufua maisha yako, biashara zako, kazi ya mikono yako, afya yako. Mungu anaenda kuifufua. Baba, katika jina la Yesu nakupa utukufu na kukupa sifa, wewe uliyekufa juu ya dhambi zetu, ili Bwana utufufue tena. Asante Yesu, maana ulishinda mauti, na hivi sasa ninaamini ya kwamba msikilizaji, kila kitu kilichokuwa ndani yake, iwe ni imani ilikufa, iwe alikufa spiritually, alikufa katika mambo ya mwili, Bwana wa mbingu siku ya leo na apokee neno lako, maana kuna nguvu, maana kuna uweza katika neno lako siku ya leo. Nakemea nguvu zote za mashaka, nguvu zote za kudharau, ninaziangamiza kwa moto wa Roho Mtakatifu, na achilia nguvu za Bwana kutoka juu ya nywele za kichwa hadi kwenye kwato za miguu. Kila nyama ilikuwa imeoza, Yesu ifunike na nyama jipya, maana ulisema na kwamba wakati ulipomuita Lazaro alikuwa ameoza, lakini alipofufuka alifufuka na mwili wa utukufu. Wacha siku ya leo Yesu, huyu ndugu, huyu dada ananipokea mahali amelala kitandani, mahali ako mgonjwa, asa hivi sasa akafufuliwe kwa uweza wako, akapokea nguvu jipya katika jina la Yesu. Baba, uinuliwe na upewe sifa kwa jina la Yesu na kuamini. Amen. Mkristo mpendwa, Mungu akubariki, akuinue, akusidishie neema yake. Uzidi kutungojea Jumapili kama leo na saa kama hayo, na ukazidi kulipokea neno lake Bwana. Barikiwa sana sana, na Mungu akulinde. Tuonane Jumapili ukiwa na ushuhuda ya mambo mema. Umechelewa, na ukichelewa mpendwa, tuandikie ka message kadogo tufahamu kwamba umechelewa, na Mungu atakubariki. Barikiwa. Tuonane. Amen. Bye bye.